Karibu sana mtazamaji, hapa tunapatikana katika ukumbi wa FK Production mjini Ottawa katika province hapa Ontario nchini Canada. Tunakukaribisha pamoja na mwalika wetu wa siku ya leo ambaye ni ndugu yetu hapa, atajitambulisha mwenyewe kwenye wasikilizaji siku ya leo. Karibu sana ndugu. Asante sana, nashukuru sana kwa aliko ambayo umenipa katika ukumbi huu wa FK Productions. Kwa majina naitwa Alexis Zawadi na mimi ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Oh, asante sana ndugu. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Sasa tunataka tuelewe kidogo, kazi hii umeianza lini mpendwa, wakati umefanya kazi hii ya uimbaji umeifanya tangu muda gani? Kazi hii naweza sema kwamba ni kipaji ambayo Mungu alitia ndani mwangu bado nikiwa mtoto mdogo sana. Ukiangalia kwenye Sunday school tuliimba kanisani, gisi tulikwenda tukikoma katika kwaya za vijana, katika vikundi mbalimbali, tulifanya huduma hii kanisani na Mungu kweli alitutumia mpaka jinsi ametuwezesha hata kuanza kutunga nyimbo zetu binafsi. Nikikumbuka wimbo wangu wa kwanza niliutunga mwaka wa 2007. Hapo nilikuwa ningali bado Afrika, na kazi hii inaendelea na nyimbo zingine Mungu amenijalia. Nimeandika nyimbo nyingi sana ambazo nimechagua ndani nyimbo kama vile 10 na kutia kwenye album ambayo inakuja karibuni. Oh, hiyo ni habari kabisa ya kuvutia sana. Kwa hivyo sasa kazi hii umefikia wapi? Umesema ulianza nyimbo tangu mwaka 2007 ulipokuwa bado Afrika, na saa hii sasa umefikia nyimbo 10 ambazo umeweka kwa album. Unaweza kutueleza kidogo album hii umeitolea wapi? Umefanya kazi namna gani? Na umetumika na wakina nani ili kazi ile iweze kufikia mahali imefikia? Kazi hii kweli inaendelea vizuri. Kama nilivyosema ni kwamba nilichagua nyimbo 10 ambazo nimeweka kwenye album, na kazi hii imefanyika kwenye ukumbi wa studio za Bonventure Studio hapa mjini Ottawa, na labda utapata contact zao hapo nyuma mwisho wa interview. Kama una kazi na wewe nzuri unaweza kuleta kwenye studio hiyo. Kwa hiyo ni watu ambao wanafanya nyimbo nzuri sana, wamepiga muziki ambao umetulia, na kwa kweli ni nyimbo ambazo zitakubariki na zitabadilisha pia maisha yako. FK Productions imeandaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu sote, ili kuwa promote wasanii wa muziki, wa michezo na wa vichekesho, kuandalia videos za harusi na za sherehe aina zote, pia kuwaletea maadibisho, mafundisho na maelekezo kipindi mbalimbali. FK Productions. Ni matatizo yapi ambayo umekutana nayo? Umekumbana na matatizo gani ulipokuwa kazini? Kwa kweli matatizo hayakosi katika kazi, lakini Biblia inasema kwamba tunayaweza yote katika yeye anayetutia nguvu. Kazi hii nilikumbana nayo na matatizo kwa sababu nilipenda hapo mwanzoni nipate tuseme waimbaji ambao wanaweza wakasaidia kama vile wa kike au nini, lakini kutokana na hali sijui makazi, wengine wako kwa masomo nini, ile haikuwezekana. Pia nilipata kazi kusema kwamba ya kipesa, kusema ile kazi itoke. Yaani unajua kwamba pesa pia hazipatikani ghafla au nini, ilibidi nipatimike sana, na wakati hatujapata wa sponsor hatutaacha kufanya kazi. Ndio maana tunafanya kazi, ni kazi ya Mungu ili iweze kuendelea. Kwa hiyo matatizo yalikuwa, lakini Mungu amewezesha. Oh, sifa kwa Mungu kabisa. Yeah. Ninajua sio kazi rahisi kabisa kufikia hapo. Na umesema umetoa nyimbo 10, na ndani ya hizo nyimbo 10 unatuambia nini? Kuna kitu kidogo ambacho unataka kutuondesha tusikie kabisa, ikiwa tayari kuna mambo yanakuja na tuanze kuvutiwa tayari na uimbaji ambao umefanya mpendwa. Nashukuru sana kwa swali kabisa. Nyimbo 10, nasikia unapokuwa na nyimbo 10 inakuwa vigumu kusema ni ipi ambayo uimbe. Sio, hakuna haja uimbe zote. Tunataka ile ambayo imebeba album kabisa, hiyo ambayo imekuwa kwa title. Tusikie kidogo namna inadumbuiza watu. Asante sana. Album inaitwa Jesus ne jamais, maana yake Yesu hashindwi kamwe, na nitakwenda kuimba kidogo tu wimbo huo ambao unasema Jesus ne jamais. Asante sana. Jésus n'échoue jamais, connaît tous tes besoins, oh, oh, oh. Jésus n'échoue jamais, connaît tous tes besoins, oh, n'échoue jamais, alléluia, oh. Wow, kweli kabisa, Jésus n'échoue jamais.
Hiyo ni kweli kabisa mpendwa, umefanya kazi nzuri sana. Lakini mpendwa, nitaka kujua umeimba nyimbo hizi, kwa hivyo ni kwa Kifaransa tu ama umechanga na Kiswahili ama Lingala ama Kiingereza ama Kirundi ama Kinyarwanda ama Kiflero ama sijui nini? Ni lugha moja umeimba tu ama namna gani? Kwa kweli tunaongea lugha tofauti. Ndio. Lakini album huu nilipendelea iende katika lugha mbili. Okay. Kutokana na jinsi Mungu ameniwezesha. Kuna nyimbo ambazo amenipatia katika lugha ya Kifaransa na zingine akanipatia katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nyimbo ni katika lugha ya Kifaransa na katika lugha pia ya Kiswahili. Utakuta nyimbo 4 zinazokuwa katika lugha ya Kifaransa na nyimbo 6 ambazo zinakuwa katika lugha ya Kiswahili. Vema kabisa, vema kabisa. Na sasa je, kuna siku tayari ambayo umeweka katika kalenda yako ili album hii ingie uwanjani? Kuna siku tayari ambayo imeandaliwa, imetayarishwa? Ndio kabisa. Nilizungumza na wahusika hapo studioni, wakanambia kwamba mambo tayari yanakwenda sambamba, na kwa hiyo tukakaa chini na kamati yote husika ya kazi, tukaona kwamba tarehe 25 ni tarehe za mwezi wa 4 mwaka huu ni tarehe nzuri ili tuweze kukuletea album hii ambayo kweli ina mafuta matakatifu ambayo Mungu ametia ndani, na naamini kwamba itakwenda kukubariki. Tarehe 25 tafadhali za mwezi wa 4 hapa nchini Orawa, mjini Orawa tafadhali, kwenye kanisa la CPOG. Inapatikana kwenye 323 Montreal Road. Kwa hiyo album hii iko njiani. FK Productions. Tunashukuru sana. Kwa hivyo album iko njiani na imetayarishwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu mimi. Na mimi nimefurahia kitu kimoja hapa. Ametuambia hivi ya kwamba Jésus ne joue jamais. Maana yake Yesu hajashindwa kamwe. Naamini una shida, una tatizo, una problem fulani. Ni kama ndani ya nyimbo hii kuna ujumbe juu yako na mimi. Usingekosa kuja siku ile. Na sijui mpendwa, unataka kuambia watazamaji nini ambao wanakufuata siku ya leo kwa ajili ya album hii ambayo umetoa? Una jambo fulani la kuwaeleza? Kwanza kabisa ni kushukuru kazi jinsi ambayo imetembea, na wale wote ambao wamehusika kwa njia moja ama nyingine kunisaidia kwa mashauri yoyote yale. Nashukuru sana. Na kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuata kwa sasa ni kwamba nashukuru pia kwa maana utafika siku ile kwanza ambayo ni tarehe 25 za mwezi wa 4 mwaka huu. Kazi hii ni kazi nzuri ambayo itakwenda kukubariki. Nyimbo hizi zimetulia, ni nyimbo nzuri sana. Wewe ukizisikiliza, roho yako na maisha yako yatakwenda kubadilika. Kwa hiyo usikose sana, uje tujiunge pamoja, tumrudishie Mungu utukufu, maana Mungu wetu anakaa katika sifa na maabudu, na tunapomwimbia utukufu na mrudilia yeye. Usikose. Amen. Nashukuru sana, nashukuru sana. Lakini unajua mpendwa, siku hizi watazamaji na watu wanaotaka kusikia music wanakuwa na maritmi tofauti, wanakuwa na mdundo ambao wanataka kusikia. Sijui wewe umeweka kwa mdundo gani, umeweka kwa ritmi gani? Wewe unapendelea labda hali fulani ya uimbaji ama umechanga zote? Kuna wale wanafanya mambo kama hii, yes Jesus ne joue jamais. Sijui wewe umefanya namna gani zako bwana? Nashukuru sana kwa swali hili. Kwa kweli nyimbo hizi ni nyimbo ambazo kama vile nilivyosema zimetulia, lakini zinachangiwa ndani ritmi tofauti au mitindo tofauti ya nyimbo. Na sisi kama vile Wakongomani unavyojua tunakuwa na ile sometime ya changamoto na chemsha au inaitwa 7. Kwa hiyo nyimbo kama vile ya kuleta joto taipata ambayo ni Jésus ne joue jamais. Pia kuna pia ritme kama vile ya reggae ambayo ni ritme ninayoipenda ndani. Mna wimbo mmoja ambao nilipiga wa reggae ambao unaitwa J'irai au ciel, ni wimbo mzuri sana. Na kuna nyimbo za ritme kama vile za zouk ambazo ziko ndani. Kwa hiyo na rumba pia zimeshirikishwa ndani ya album. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa kwa hivyo kila mmoja ameandaliwa kilicho chake. Hiyo ni vema sana. Kwa kweli umefanya kazi mzuri. Kwa hiyo mtazamaji, tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Tunashukuru sana kuwa pamoja na sisi. Tunashukuru sana kwa mwaliko wetu na kwa kazi ambayo amefanya, ambayo tunatazamia kabisa kuwa mahali pale na sote kuweza kukusanyika ili tuweze kumuunga mkono na kumutia nguvu. Mungu akubariki sana ndugu kwa kazi ile na uendelee vema. Asante sana. Asante, ubarikiwe. Jésus ne joue jamais, connaît tous tes besoins, oh, ne joue jamais, alléluia, oh. Tous ceux qui sont en Christ Jésus, tous ceux qui croient en lui, sont de riches, leurs problèmes ont des solutions inédites. Alléluia.
jamais connaître tes besoins. Oh, 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 oh. Jésus n'est. Asante sana kufuata kipindi hiki kilicholetwa kwenu na FK Productions. Kipindi hiki kimetayarishwa na Bonvance Studio hapa mjini Ottawa. Kwa maelezo zaidi, kwa mafasirio, kwa maswali na kwa kazi mbalimbali waweza kuwa nazo, waweza kutupata kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye Twitter, na ikiwa ni kwa barua pepe, yani email, waweza kuandika productions.fk@gmail.com. Waweza pia kutupata kwenye simu, tumia 613-680-1838, au waweza pia kupiga 613-709-8664 na utatupata vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki. FK Production ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Hebu kuja tujiunge na FK Production. FK